nasi hapo kwamba tutakuwa na mjadala, na sasa ninaye mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Mek Sadiki. Tunazungumza kuhusu maandalizi ya kuapishwa kwa rais mteule hapo kesho, Dr. John Pombe Magufuli. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, karibu sana katika kipindi cha Jambo. Asante sana. Na tujuze hali ya maandalizi ikoje mpaka sasa? Nakushukuru sana kwa kunipa fursa hii ya kuelezea jinsi itakavyokuwa kesho tarehe 5 mwezi huu wa 11. Wa Tanzania na kwa kweli dunia nzima watashuhudia uapishwaji wa rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Joseph Magufuli, akikabidhiwa kijiti na Mheshimiwa Rais anayemaliza madaraka yake wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Kama tunavyofahamu kwamba tunao utaratibu kila baada ya miaka 5 wa Tanzania hupata fursa ya kupiga kura kuchagua rais wao atakayewaongoza katika awamu nyingine. Kwa hiyo awamu hii ya 5 imeshathibitika kama ilivyotangazwa na tume ya uchaguzi kwamba rais wetu wa awamu ya 5 atakuwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Na huu ni utaratibu ambao wa Tanzania tumejijengea na dunia nzima kwa kweli inakiri kwamba tunaheshimu utaratibu huu. Kama sasa hivi umesikia taarifa ya habari Ivory Coast aliyekuepo alikataa kutoa madaraka mpaka zaidi ya watu 3000 wakapoteza maisha, na hatimaye akapatikana rais, lakini kwa mikiki. Sisi hapa mikiki yetu ni ile hali ya kampeni tu ya kawaida. Kwa hiyo kesho tunategemea tukio hilo litafanyika katika uwanja wetu wa Uhuru. Tunataraji milango itafunguliwa kuanzia saa 12 asubuhi, watu wataanza kuingia mle, na ni washauri wawahi kuanza kuingia hiyo saa 12 kwa sababu ya hali ya kiusalama. Kwa vyovyote vile vyombo vyetu vya ulinzi na usalama tutajaribu kuhakikisha kwamba watu wanakaguliwa kwa kweli, wala si usumbufu. Ni kujihakikishia usalama, ndio utaratibu ulivyo. Na sehemu nyingi siku hizi kabisa na hasa tukizingatia kwamba tuna wageni mbalimbali kama atakavyowataja watakaokuja kwa ajili ya kushuhudia tukio hili muhimu kwa Watanzania na dunia nzima. Kwa hiyo ni washauri tu waanze kuwahi kuondoa ule usumbufu wa kuchelewesha, katika kuhakikisha kwamba kila anayeingia mle anaingia kwa nia nzuri. Vinginevyo labda kwa wananchi wa kawaida au utaratibu ukoje, yani mwenye sifa ya kuhudhuria hapo ni mtu wa namna gani? Kiutaratibu wizara ya ofisi ya waziri mkuu inayoshughulikia na shughuli hizi za sherehe na maadhimisho wameweka utaratibu. Kuna watu wataingia kwa kadi maalum ambazo zimetolewa kwa wananchi wa kawaida, kwa mashirika mbalimbali, kwa taasisi mbalimbali serikalini, kwenye vyama vya siasa na kadhalika. Ni utaratibu ambao umeandaliwa, na ambaye mpaka sasa hivi hajapata kadi basi maana yake hana nafasi mle ndani. Ni vizuri kwa sababu tuliona watu watahamasika wengi na wengine kule nje tutafunga screen. Kwa hiyo mtu anaweza kutazama matukio yote yanayofanyika mle ndani. Kwa hiyo ndio maana nasema ni vizuri wananchi wakaingia mapema. Sawa. Ndio. Kwa maana nyingine, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwamba kwa wale ambao hawatakuwa na kadi watakuwa na fursa ya kufuatilia nje katika hizo screen mlizofunga. Ndio. Wataweza kufika pale, na wengine watafuatilia nyumbani. Sawa, na wengine watatumia runinga zao nje na hata kwenye redio watasikia matangazo ya redio. Labda kuna hili swala la usalama likoje? Mmejiandaa vipi kuhakikisha kwamba, sababu tunapokuwa na shughuli kama hii swala la usalama ni la muhimu na la msingi sana? Kama ninavyosema kwamba tutaimarisha usalama ndani ya uwanja na nje ya uwanja mpaka kwenye mitaa, kwa sababu najua kuna wengine wanaweza wakachukulia mianya hii kufanya lolote. Wanaweza ndio ikawa wakati wa kuvunja majumba ya watu waliokwenda kwenye sherehe na kuharibu mali za watu na hata kutishia maisha. Sasa hilo nalo tumejiandaa sana kuhakikisha kwamba
usalama uko madhubuti ndani ya mitaa, ndani ya barabara zetu na hata ndani ya uwanja wenyewe. Wale watakaopata fursa ya kuja uwanjani, basi tunawahakikishia usalama wao uko salama kabisa. Na tunafanya hivi ili kulinda heshima ya nchi yetu. Kwa sababu wanakuja wageni wengi sana walioalikwa. Zaidi ya nchi 40 zimethibitisha zitaleta washiriki, na zingine zinaleta viongozi wao wa juu kabisa. Kwa mfano Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya anakuja, Rais Museveni wa Uganda anakuja, Rais wa Rwanda anakuja, Rais wa DRC anakuja, Rais wa Msumbiji, Rais wa South Africa Kusini, Zimbabwe, Zambia. Marais wote hawa wanakuja. Zingine zinawakilishwa na mawaziri wakuu, makamu wa waziri wakuu, mashirika ya kimataifa sawa. Kwa mfano jumuiya zetu za Afrika Mashariki, SADC, wote wanakuja, bila kusahau Jamhuri ya Watu wa China inaleta kiongozi mmoja wa viongozi wao wakubwa, makamu wa mwenyekiti wa chama chao kinachotawala. Kwa hiyo tunao viongozi wengi sana. Marais wetu wastaafu tunataraji wote watakuwepo, mawaziri wastaafu watakuwepo. Basi kwa hiyo tutakuwa na viongozi wengi wazito. Hawa lazima tuhakikishe kwamba usalama wao uko sawa sawa. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, utakumbuka kwamba mkoa wa Dar es Salaam kulingana na miundombinu yake ilivyo, mara nyingine tumezoea katika shughuli kama hizi huwa kuna kufungwa labda katika baadhi ya barabara ili kuweza kupisha wageni waweze kupita kwa urahisi na kwa usalama zaidi. Labda kwa kesho mmejipangaje? Barabara gani mtazifunga na barabara gani ambazo wananchi unawashauri wapite kwa urahisi ili waweze kufika katika uwanja wa Taifa pale bila matatizo? Kwa kweli hatutaraji kufunga barabara, kwa sababu tukio linafanyika katika eneo ambalo tumezoea kulinani, lakini utakuwepo tu usumbufu wa muda mfupi. Pengine rais anapita, makamu wa rais anapita, au wageni wetu kama hawa wanaokuja kutoka uwanja wa Taifa kwenda kwenye hoteli walizofikia, na kutoka kwenye hoteli kwenda uwanja wa Taifa, ule muda kwa vyovyote vile ni kitu cha kawaida tu, huwa tunafunga hata rais anapopita, waziri mkuu anapopita. Kwa hiyo tunataraji kufanya hivyo, kwamba barabara kwa mfano zinazotoka kwenye hoteli watakazofikia hawa wageni kwenda uwanja wa Uhuru, kwa vyovyote vile kuna kipindi ambapo wananchi watapata usumbufu kupisha misafara ipite, lakini hatutegemei kufunga kwa wakati wote mpaka mwisho wa shughuli. Na mnatarajia shughuli itaanza saa ngapi na itaisha saa ngapi? Kama nilivyosema, wananchi waanze kuingia, viongozi wetu kwa mfano wastaafu, marais wastaafu, mawaziri wakuu wastaafu na wengineo, viongozi wote wa ngazi za juu wataanza kuingia uwanjani kwenye majira ya saa 3 hivi. Kwa hiyo tunategemea kipindi mpaka cha saa 4 wataendelea kuingia wageni mbalimbali waalikwa kama hao niliosema, marais tulioalika, mabalozi na kadhalika. Lakini tunataraji kati ya saa 4 na saa 5 sasa, hapo ndipo mpaka saa 6 ndio tutaanza kushuhudia matendo hasa ya kukabidhiana madaraka. Kwa mfano gwaride la rais anayestaafu, kushushwa kwa bendera yake, kupandishwa kwa bendera, kula kiapo. Hivyo ndio tutashuhudia vitendo hivyo mpaka mnamo saa 6 mpaka saa 7 hivi. Tunataraji tutakuwa tumemaliza sasa shughuli za viongozi wetu hawa kukabidhiana madaraka kwa amani na utulivu kwa mujibu wa katiba nchi yetu. Na kwa upande wa foleni, tutakubaliana na mimi kwamba wakati wa shughuli kama hizi kunakuwa na foleni kubwa, labda manake kuna barabara zingine pamoja na kwa mmesema hamtazifunga, lakini unaweza kukuta labda ile flow ya magari mara nyingine inakuwa ndogo kiasi cha kuweza kusababisha foleni katika maeneo mengine. Mmejipangaje katika kuhakikisha kwamba pamoja na kuwa sherehe itakuwa inaendelea, basi na shughuli zingine ziweze kuendelea bila kuwa disturb watu wengine? Kwanza mimi nataka nikubaliane na wewe kwamba shughuli zetu za huduma za jamii zitaendelea kama kawaida. Mabasi yatakuwa yanatembea, shughuli sokoni, madukani, maofisini, shughuli zinaendelea kama kawaida. Kwa hiyo utaratibu wetu ule wa kawaida wa kuwatumia vijana wetu wa traffic kujaribu kuhakikisha kwamba magari yanatembea, watu wanatembea, pikipiki zinatembea na kadhalika, utaendelea kama kawaida. Si kwamba sasa trafiki wote tutawahamishia kuelekea maeneo ya uwanja wa Uhuru. Hapana, tunao trafiki wa kutosha.
Kwa hiyo huduma ambazo tumezizoea zinazotolewa na jeshi letu la polisi kitengo cha trafiki zitaendelea kama kawaida.